Mojawapo kati ya timu ambazo barani Ulaya zinatoa jezi kali sana ni pamoja na timu ya Ajax ya pale nchini Uholanzi. Hii ni timu ambayo ilianzishwa mwaka 1900 huko. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyoongea ina miaka 125. Ni mojawapo kati ya timu kongwe zaidi pale nchini Uholanzi, lakini mojawapo pia kati ya timu kubwa ambayo pia imewahi kufanya mambo makubwa sana pale nchini Uholanzi. Pia ni mojawapo kati ya timu ambayo imetoa mastaa wengi mno. Sasa katika kuonesha timu hii inaijali sana jiji la Amsterdam, ambapo timu hii inaitwa Ajax Amsterdam, kifupi tunapenda kuita Ajax, ila wazungu wanapenda kutamka Ajax. Sasa timu hii katika kuonesha kwamba inaithamini jiji lile la Amsterdam, wamekuja na jezi mpya ambazo zinatengenezwa na kampuni yake ambayo mara nyingi wanatengeneza jezi zake. Hii ni kampuni ya Adidas, ambapo kampuni hii mara nyingi ikitoa jezi za Ajax huwa haikosei. Jezi zake mara nyingi zinakuwa zina muonekano, lakini jezi zinaonekana huwa ni kali sana. Hatujui mbunifu wa jezi za Ajax pamoja na Adidas huwa anakuwa anafikiria gani, kwa sababu unakuta amebadilisha kitu kidogo tu katika jezi ya msimu huu kuelekea msimu ujao, lakini jezi inakuwa kali. Alafu msimu ujao anabadilisha kitu kidogo tu kutoka kwenye jezi ile, alafu jezi inakuwa kali. Yani design haibadiliki mara nyingi. Lakini katika msimu huu, wakati Ajax anaenda kusherekea miaka yake ya 125, wamekuja na special edition ya jezi zao mpya kuelekea msimu huu wa mwaka 2025 kwenda msimu wa mwaka 2026. Wamekuja na jezi ambazo ni za kusherehekea miaka yao 125, ambapo kwenye logo yao wamebadilisha kitu kidogo. Wamerudisha logo ya miaka ya nyuma ambayo ina kama kibendera hivi cha kuonyesha nyekundu na nyeupe, ambayo ndio rangi halisi ya klabu ya Ajax. Lakini kwenye upande wa kola wameweka, tunaweza kusema kama upapi fulani hivi ambao una rangi nyeusi, ambao pia unawakilisha rangi ya Ajax. Kwa hiyo hii ni jezi ambayo imetolewa na kampuni ya Adidas, ambayo jezi mpya ya klabu ya Ajax, ambayo pia ni jezi kali sana kama unavyoiona hapo. Mojawapo kati ya jezi ambazo zitaonekana kuwa bora pia barani Ulaya kwa msimu huu, kati ya Ajax dhidi ya Adidas. Lakini mdhamini mkuu kama kawaida ni Zigo. Hii ni kampuni ya mawasiliano. Kama tunavyoziongelea kampuni za mawasiliano hapa nchini Tanzania tunazijua, siwezi kuzitaja, lakini pia hii Zigo ni kampuni ya mawasiliano ambayo yenyewe ilianzishwa mwaka 2016. Lakini kampuni hii tunaweza kuita ni joint venture. Unaweza kuuliza joint venture ni nini, lakini joint venture ni kampuni fulani ambayo inakuwa ina ushirikiano wa watu wawili. Huu ni ushirikiano baina ya kampuni mojawapo inaitwa Liberty ambayo iko pale nchini Uholanzi, imeshirikiana na kampuni ya Vodafone. Vodafone tunaijua vizuri sana. Kwa hiyo ushirikiano wa kampuni hizi mbili ndo ukazaa kampuni hii ya Zigo ambayo ilianzishwa mwaka 2016.